Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, Mheshimiwa Anthony Mtaka, mkuu wa wilaya hapa, sisi kama hayupo nadhani, mwenyekiti wa board ya PASS Trust Dr. Tausi Kida, wajumbe wa board ya PASS Leasing Company. Shukuru sana vile vile mjumbe wa board kwa maelezo yako mazuri sana. Kaimu mkurugenzi wa taasisi ya PASS Trust, ngoja nione kama nitalipatia vizuri, Ana Shanalingingwa, na mkurugenzi wetu wa PASS Leasing Kilo Lusewa, viongozi waalikwa wote, waheshimiwa wote mlioko hapa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Mimi kwanza naanza kwa shukrani. Na shukrani nyingi sana kwa mwenyekiti wa board ya PASS Trust. Na shukrani za kipekee kwa mwenyekiti wetu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Mtaka, kwa kunialika kuja kama mgeni rasmi kwenye siku hii muhimu ambayo inahitimisha wiki ya PASS Trust, na kunipa fursa na heshima kubwa ya kuzindua kampuni tanzu ya PASS Trust pamoja na kutoa yale ambayo tayari nimeshaanza kuyatoa. Asanteni sana. Natoa sana pongezi vile vile kwa mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Mtaka. Umeanza tayari, umeshawasha moto. Sina uhakika kama hii wiki ilikuwa imepangwa tangu mwanzo kufanyika hapa. Naweza nikahisi nini kimefanyika kuvutia wiki hii ya PASS ifanyike hapa Dodoma. Lakini nakupongeza sana kwa sababu kama ulivyosema mwenyewe, Wizara ya Kilimo imepanga mikoa mitatu kwa mikoa ya vielelezo vya kutoa huduma ya ugani: mkoa wa Dodoma, mkoa wa Singida na mkoa wa Simiyu kwenye huduma ya ugani. Na kati ya vigezo tulivyotumia ni pamoja na ukweli kwamba mikoa hii inaweza kulima mazao yanaweza kutupa sie mafuta ya kula, ikiwepo alizeti, karanga, pamba, ufuta na kadhalika. Kwa hiyo kwa juhudi zako hizi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunafurahi kwamba hii imefanyika hapa na kuweza kuelimisha wadau muhimu katika mkoa wetu. Na natoa vile vile pongezi sana kwa mwenyekiti wa bodi ya PASS Trust, mtendaji mkuu wa PASS Trust na bodi yenu ambayo nadhani hawakuja hapa, na watendaji wote wa PASS kwa wiki hii muhimu sana, na asanteni sana kwa juhudi zenu hizi. Kwa ujumla, nashukuru sana PASS Trust kwa kazi kubwa ambayo mmekuwa mkifanya. Na mwenyekiti, naomba kuwasilishe kwa wajumbe wote wa bodi, ikiwa ni pamoja na kubuni sasa kuanzisha kampuni tanzu ambayo ni muhimu sana katika kuleta suluhu ya kiteknolojia katika sekta yetu ya kilimo. Kilimo kina kauli mbiu nyingi sana. Kilimo ni uhai, kilimo cha kufa na kupona, siasa ni kilimo, mengi tu, na tumeanza tangu miaka 60, miaka 70 kauli mbiu kubwa. Na tunafanya hivyo kwa sababu kilimo kinaajiri watu wengi zaidi hapa nchini. Kwa takriban 60% ya nguvu kazi hapa nchini inategemea moja kwa moja kilimo kwa ajili ya kujipatia kipato cha kuendesha maisha. Na kilimo kinategemewa na kila mtu. 100% tunakula chakula, na kwa kiasi kikubwa sana chakula chetu kinategemea mazao. Kwa hiyo kweli kwamba kilimo ni muhimu na kinachangia vile vile kwenye pato la taifa kwa 26%. Lakini kama mwenyekiti wa bodi ulivyosema, pamoja na umuhimu huu wa kilimo, pamoja na kauli zetu nyingi za kuonyesha umuhimu wa kilimo, unapokuja katika kufanya yale mambo ya kuendeleza kilimo, tunahitaji kuongeza bidii zaidi. Na kati ya mambo hayo ni kuhakikisha kwamba kuna fedha
za kuwakopesha na kuwasaidia wakulima kuweza kuendeleza kilimo. Mikopo yote iliyotolewa katika sekta mbalimbali, mwenyekiti wa bodi ameeleza hapa, kilimo kimepata chini ya 10%. Kwa sekta nyingine zote mabenki yanakopesha, ikija kwenye kilimo ni chini ya 10%. Kwa hiyo hapa napo nguvu zetu za kupeleka fedha kwa ajili ya mtaji wa kuanzisha shughuli za kilimo na mtaji wa kufanyia kazi haiakisi zile kauli mbiu zetu za kilimo ni uhai, kilimo ni uti wa mgongo, kilimo cha kufa na kupona, siasa ni kilimo, na pamoja na mkakati ambao nao ni kauli mbiu kilimo kwanza. Kama kilimo ni kwanza, basi na mitaji hiyo ionekane inaenda kwa hawa ambao ni 60% ya nguvu kazi hapa nchini. Kitu ambacho Past Trust inafanya ni kusaidia mabenki kuongeza imani ya kutoa mikopo kwa wakulima na shughuli za kilimo na mnyororo mzima wa thamani wa shughuli za kilimo. Kwa sababu ni kweli, sababu mojawapo ya kutokukopesha kwenye kilimo ni kwa sababu ya shaka kubwa iliyopo. Kilimo kinachotegemea mvua, uvunaji unategemea kama mvua zitanyesha vizuri. Kilimo cha jembe la mkono cha kujikimu ni vigumu kuamini kinaweza kurudisha mkopo kwa wakati na kwa riba ambazo tunaziona sasa hivi. Kilimo ambacho kinafanyika bila kujua soko liko wapi, ni vigumu sana kuwa na imani kuweka fedha wakati ujua wakati wa mavuno kama fedha na bei itakayopatikana itasaidia kurudisha fedha hizo. Kwa hiyo tunaelewa vile vile ni kwa nini taasisi za fedha zimekuwa zikisita kuwekeza katika kilimo. Lakini nafurahi kwamba sasa hivi kuna mwanga mkubwa sana kwenye kilimo, na nadhani wote wamezungumza hapa, mtendaji umezungumza, mwenyekiti wa bodi, kwamba waliowekeza kwenye kilimo wameweza kurudisha kwenye kutoa mikopo kwenye kilimo. Tumekuwa na uwezekano mkubwa zaidi wa kurudisha fedha, kuhakikishia mabenki kwamba kilimo kinakopesheka, na tumeanzisha na utaratibu wa bima ambao utatusaidia sasa kupunguza ile shaka, uncertainty and risk katika kilimo. Kwa hiyo namshukuru sana Past Trust kwa kuweza kutoa udhamini unaowezesha taasisi za kilimo kuwa na imani kubwa zaidi ya kuwekeza kwenye kilimo, na mnatoa guarantee kati ya 20% mpaka 60%, kuhakikisha kwamba mwenye benki yake akiweka fedha na mkulima hana guarantee ya kutosha, basi nyie mnakuwa mmejenga mazingira ya mwenye benki kuhakikisha kwamba mambo yasipoenda vizuri, uwezekano mkubwa wa kurudisha fedha upo kwa sababu ya Past Trust Fund. Kwa hiyo nawapongeza sana kwa hilo, na naomba nitoe pongezi maalum kwa serikali ya Sweden na serikali ya Denmark kwa kujitokeza kusaidia na kufadhili juhudi hizi za Past Trust. Na najua mazungumzo yanaendelea kuendelea na hizi juhudi za kuhakikisha kwamba taasisi yetu hii inazidi kuwa imara na inaweza kutoa mikopo kwa wakulima. Nitajipanga na nimeongea na mwenyekiti wa bodi kuwaona mabalozi wa nchi hizi mbili rafiki, kuwashukuru mwenyewe binafsi na kuwahimiza kwamba tuendelee, tutasaidiana na Past Trust kuhakikisha kwamba fedha zinazokuja au zinazowekwa kwa ajili ya guarantee zinaendelea kutumika kwa manufaa, na najua mmefanyia ukaguzi, mmeonekana mnatumia fedha vizuri. Kwa hiyo mnatupa imani kubwa na kuhakikisha mabalozi hawa, hata kama kwenye chungu bado kunacho kidogo, tuongezeni, bado tuna majukumu makubwa ya kufanya kwenye sekta yetu. Kwa hiyo nashukuru sana na watumishi wote wa TASNAI. Occasion ya pili na kuja kukabidhi zana za kilimo ukiwepo tulikuwa Mbarali. Kwa hiyo nashukuru sana. Sasa mimi naomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa nizungumzie kidogo swala la alizeti. Wizara ya Kilimo imebuni operation ya kuongeza uzalishaji wa alizeti hapa nchini kama namna ya kuondoa nakisi ya mafuta ya kula.
kuna changamoto ya bei ya mafuta ya kula hapa nchini, wote tunaijua. Imetokana pamoja na mambo mengine hili janga la COVID, kwa sababu nchi ambako tunanunua mafuta haya ya mawezi, ambapo tunatumia nusu trilioni ya fedha za nchi yetu kwa ajili ya kuagiza mafuta ya kula, wanatumia vibarua, wengine wanatoka nchi nyingine, watu kwa Filipini wanakwenda pale kwa ajili ya kuvuna. Kwa sababu ya tatizo la COVID, movement ya vibarua imekuwa si nzuri sana, kwa uvunaji haujawa mzuri sana. Matokeo yake supply imekuwa kidogo ya kutia shaka, na kama ilivyo nguvu ya soko, supply ikipungua na demand iko pale pale, bei inaongezeka. Hali ya hewa pamoja na COVID imesababisha vile vile kilimo cha soya kikayumba, na soya ni chanzo kikubwa sana cha mafuta duniani. Kwa kilivyoyumba, soko zima la mafuta ya kula duniani limeyumba. Kwa hiyo imekuwa mzigo mkubwa kwa walaji. Hilo nalielewa kabisa. Na naelewa kabisa wenzetu wa biashara na viwanda wanavyokuwa wanapasua kichwa kwa sababu mafuta hayapo. Yapo lakini bei inakwenda juu. Sisi kwenye kilimo hii ni fursa. Changamoto huko kwa mlaji kwenye kilimo ni fursa. Kwa sababu nchi yetu ina uwezo wa kulima mazao ya kuzalisha mafuta ya kula. Na tunaweza kuzalisha ya kutosha na kuuza nje ya nchi. Na kuna wakati tulikuwa tunauza mafuta haya ya alizeti Ulaya. Tatizo malighafi haipo ya kutosha. Kwa hiyo tuna viwanda vingi. Pale Singida peke yake kuna viwanda 204 na kuna viwanda vikubwa. Haviwezi kufanya kazi mwaka mzima kwa sababu havina malighafi. Kwa hiyo Watanzania vijana wanaotafuta kazi ya ajira hawawezi kufanya kazi mwaka mzima kwenye viwanda hivi, kwa sababu sekta ya kilimo haijaweza kuzalisha alizeti ya kutosha ili sekta ya viwanda ichakate na kutoa ajira kwa vijana wetu. Wakulima wetu nao wanahitaji fedha. Na ukitembea vijijini humu tena hapa Dodoma, ukaenda vijijini ndani, angalia makazi ya watu, hali yao ya maisha, unajua kabisa hapa tukiweza kuzuia hiyo nusu trilioni kuvuka bahari kwenda nje, ikazungushwa ndani ya uchumi wetu, kwa wenye viwanda, kwa wakulima, kwa wafanyakazi, kwenye sesi kwa ajili ya halmashauri na kodi kwa ajili ya nchi, maisha ya hawa wakulima ambao makazi yao yanahitaji kuboreshwa yataongezeka, yatanyanyua. Na kwa kweli ukitaka kupambana na umaskini Tanzania utafanya mengi sana, lakini umaskini tutauondoa kupitia sekta ya kilimo, kwa sababu ndio waliko wengi, au sio jamani? Kwa hiyo kwenye alizeti kuna fursa tunaiona ya kuongeza kipato kwa mkulima, ya kuongeza ajira kwa vijana, ya kuokoa fedha za kigeni, kuongeza kodi ya serikali, kuongeza tozo ya halmashauri. Sasa tayari tulikuwa tumeshaanza kampeni ya michikichi na inaendelea. Tunaenda kwenye alizeti sio kwa sababu tunaacha kampeni ya michikichi, lakini michikichi inachukua muda mrefu kidogo kuanza kuvuna. Alizeti ni miezi 3 hadi miezi 4. Kwa hiyo tulizindua operation ambayo naamini itabidi iende kwa miaka 3 mpaka 4 ya kuhimiza kilimo cha alizeti, lakini sio kwa kauli mbiu, ila kwa mikakati inayotekelezeka. Tumeangalia kwa nini hatuzalishi alizeti ya kutosha. Kwa nini kiwanda kikubwa pengine kuliko vyote Afrika Mashariki, kiwanda cha Mount Meru pale Singida, kinafanya kazi miezi 2-3 kinafungwa, na vijana pale Singida wanahitaji kufanya kazi. Sababu yake ni kwamba hatuna alizeti za kutosha. Kwa nini hatuzalishi alizeti za kutosha? Kwa sababu mbegu ya alizeti haipo ya kutosha, kwa sababu huduma ya ugani ya kuwafundisha wakulima namna bora ya kulima alizeti haijatolewa vya kutosha, kwa sababu suluhisho la kiteknolojia
la kuhakikisha kwamba tunalima alizeti vizuri kwa ufanisi halijapatikana. Kwa hiyo wanaolima alizeti wengi wanalima bila kupewa huduma ya ugani. Uoteshe lini, kwa namna gani, utumie pembejeo zipi ili uweze kuvuna vizuri, na mbegu ipi na kwa bei gani na iliyo bora zaidi. Sasa serikali tunapopiga hii campaign operation, kazi kubwa ni kutatua hizi changamoto. Kwa hiyo tumekubaliana, la kwanza, kwa sababu kuna uhaba mkubwa wa mbegu bora, na wakulima wengi wakivuna alizeti wanachukua mbegu zile wanaotesha tena. Kwa hiyo tija inakuwa ndogo sana, na tija ikiwa ndogo, mkulima anaona pengine kilimo cha alizeti hakilipi, kwa sababu unapata kidogo sana kwa ekari, kwa sababu unatumia mbegu ambazo sizo, na namna ya kulima sivyo, na aina ya pembejeo sio, mavuno yanakuwa kidogo, hupati motisha ya kulima zaidi ya alizeti. Kwa hiyo hakuna malighafi ya kwenda viwandani, viwanda havifanyi kazi mwaka mzima, kwa hatuna mafuta ya kutosha kula. Tunaagiza mafuta ya kula ya mawese kutoka Malaysia, tunaleta hapa, tunapeleka ajira Malaysia, tunapeleka fedha Malaysia, tunapeleka kodi Malaysia. Kwa hiyo kwanza mbegu tumelimaliza. Serikali inasimamia kwa kushirikiana na taasisi za fedha kununua mbegu. Tuta import kwa sababu mbegu zetu aina ya record haitoshi, ni nzuri, haitoshi. Tunaagiza sisi mbegu na mchakato umeshaanza. Tutaleta mbegu, tutagawia wenye viwanda kwa mkataba kwamba wewe Mount Meru, ili uweze kufanya kazi mwaka mzima unahitaji alizeti kiasi gani. Alafu tutapiga hesabu kwamba tunahitaji mbegu kiasi gani ambazo wakulima wakilima utapata malighafi ya kutosha mwaka mzima. Tunamkabidhi mbegu mwenye kiwanda hizi hapa. Alafu tunaenda upande wa pili, tunamwambia sasa, wewe ingia mkataba na wakulima, na mikataba prototype tumeandaa. Ingia mkataba na wakulima wakubwa au vyama vya ushirika. Halafu sasa mbegu zile mkabidhi mkulima au ushirika bila malipo hapo kwa hapo. Kwa hiyo mkulima apate mbegu, aanze kazi ya kufanya kuotesha alizeti. Sisi serikali tunaenda sasa kwa mkulima popote pale Tanzania, na sio Dodoma, Singida na Simiyu tu. Popote pale una mkataba, tunakuletea huduma ya ugani. Tutaleta wataalamu na tutachukua wengine kutoka sokoni, mahali popote. Unataka kuotesha alizeti, kilimo bora ni hiki. Halafu ukivuna alizeti na pembejeo gani unahitaji. Ukivuna alizeti unamuuzia yule mwenye kiwanda, unapeleka, tunachukua ile hela ya mbegu. Hapo pamekaaje jamani? Matamu sio? Kwa hiyo hapa tunahakikisha viwanda vyote ambavyo vitaingia mkataba vinaweza kuzalisha mwaka mzima, tunapata mafuta. Sasa changamoto hiyo nilizungumza ni huduma ya ugani na mbegu. Changamoto kubwa nyingine mbele yetu, na ndio maana nimependa kulizungumza hili kwa kirefu na mwenyekiti wa bodi usikie, ni teknolojia. Wako wa Tanzania wako tayari kuanza kilimo kikubwa na mashamba yapo. Mimi najua hapa Dodoma, nimemsikia mkuu wa mkoa amewaambia ili pass leasing haraka. Amewahi kwamba kila wilaya naomba ichukulie kama mkoa, na mimi naunga mkoa mara moja ili kuweka vituo. Changamoto tutakayokuwa nayo ambayo tunayo ni zana za kuvunja mapori, kuanzisha mashamba, na ni zana za kuoteshea mashamba. Kwa sababu sisi tumesema wewe unataka kulima alizeti Katavi, huduma ya ugani tunakuletea huko. Unataka kulima alizeti Lindi, huduma ya ugani tunakuletea huko, na mbegu utapewa na kampuni ambayo itakuwa designated. Sasa wewe una pori, pengine ni mwajiri wa serikali, pengine ni mfanyabiashara, pengine ni mkulima, una eka zako 500,
unaanza kufikiria kwa hela zangu hizi navunjaje ili pori, nasawazisha vipi shamba, halafu natumia nini kuoteshea, kwa sababu ukitaka kuotesha alizeti vizuri inabidi utumie planta. Kuotesha kwa mkono utapoteza mbegu nyingi na spacing inakuwa sio rahisi. Kwa hiyo mwenyekiti wa bodi, na alisema hili mbele yako, na kwa sababu wenye vifaa zana za kilimo wako humu ndani, na alisema mbele yenu, na taasisi za fedha zimo humu, nasema mbele yenu, tuvute pamoja kamba hii. Hii operation haiwezi, hairuhusiwi, haitakiwi, hatutokubali ishindwe. Kwa hiyo tunahitaji kila mmoja avute pamoja. Wenye zana za kilimo, njooni tuvute pamoja kwa kuanzisha technological centers, centers of excellence, sehemu ambazo za kulizi zana hizi karibu na wakulima, kufadhili wakulima wanaotaka kununua, na tuende kwa riba ambayo haitofanya kilimo cha alizeti kiwe cha hasara, kwa sababu kilimo cha alizeti hasa mbegu tunayoileta ni miezi mitatu tu. Sasa ukichukua muda wa maandalizi ya shamba na kuvuna na kuuza, tufanye miezi 6. Benki itakayotoa fedha ina uhakika wa kupata hela zake ndani ya miezi 6. Najua mabenki yakitoa mkopo yanataka muda kidogo wa kuendelea kupokea, lakini nawaomba kwenye hili ni wataje benki moja moja: CRDB, NMB, wote na waomba wote, na kwa sababu tuna mkutano wa kuzindua ile pano ya high level panel for agricultural financing, tutazungumza tuweke special package ya alizeti, tuweke special package ya alizeti ili tuweze kulitoa taifa letu katika mazingira ambayo vijana hawana ajira, lakini tunaweza tukaunda ajira kwa haraka kwa kuongeza kilimo cha alizeti, viwanda vikafanya kazi vikaajiri watu. Na nataka kuhakikishia mafuta ya alizeti ni bora zaidi kwa sababu yana cholesterol ndogo sana, lakini ni bei ghali kidogo. Tuko tayari tulime alizeti, tukamue mafuta, tu export. Halafu kama mafuta tunayoleta ni bei ambayo ni poa zaidi yaje, lakini wakati huo tumeunda ajira chini. Wakati tunasubiri michikichi yetu ikue, tuanze kuvuna, kuanzisha viwanda, tusolve tatizo la ajira kwa vijana wetu na tatizo la kipato kwa wakulima wetu. Mabenki na waomba wote, na tutakaa pamoja tuwe na package maalum ya alizeti. It's a unique opportunity. Si rahisi kupata kitu ambacho serikali imekaa na inasimamia kwa karibu, kwa uhakika kama hivi. Kwa hiyo ni fursa vile vile kwa mabenki kuwekeza, na vile vile tuangalie uwezekano wa kusaidia upatikanaji wa pembejeo. Tutahitaji vile vile kwenye wakulima ambao tayari wana mkataba na mabenki yanaona ile mkataba, tutengeneze special package ya alizeti, kwamba sasa wewe unataka kununua viatilifu, hii bei yake ya kununua huko. Kwa hiyo basi mtusaidie hata ile garantia ya 60%, hebu angalie kama inaweza kaenda kwenye alizeti vile vile. Na hao tutakaenda kuongea marafiki zetu ambao wamefadhili pasi, nitawaeleza hilo. Na nilivyokuwa Morocco juzi, pamoja na full package ambayo tulikuwa tunafanya kila siku, nilifanya Zoom meeting na timu moja ilikuwa Casablanca, ilikuwa Morocco na Rome, kuendelea kudrum up support kwa kwamba hatushindi katika swala la alizeti. Kwa hiyo nakuomba sana mwenyekiti wa bodi, nakuomba sana mtendaji mkuu, ili na nakuomba mkurugenzi wa past leasing, tuangalie kilimo chote kwa nguvu zote, lakini hili la alizeti yetu tulifanyia majaribio, kwa sababu litatupa matumaini makubwa sana ya kuongeza uwekezaji katika mazao mengine, kwa sababu matokeo yake ni ya haraka sana na faida yake ni kubwa sana. Kwa hiyo nakuombeni hata kwenye leasing twende pamoja. Baada ya kusema hayo, ndugu yangu wa Equity Bank,
kuongea hapa, Bwana Mbando ameniambia yafuatayo, atathibitisha, lakini natamka hivi, naamini mtatusaidia watu wa habari kusambaza habari njema hizi zitakazosema, kwamba wanatoa mkopo kwa 13% sahihi, na unaporudisha mkopo mwaka wa kwanza ni 13% ya zile fedha ulizokopa. Mwaka wa pili wanapunguza deni kwa ile ambalo umeshalipa, kwa hiyo unalipa 13% ya fedha chache kuliko zile ulizokopa. Mwaka wa tatu deni linazidi kupungua, ni 13% ya deni ambalo ni dogo zaidi. Kwa maana hiyo, kwa wastani interest rate yenu ni ndogo kuliko 13%. Sahihi? Sahihi. Si ndio jamani? Naombeni wote tubishe hodi Equity Bank. Na natoa heko kwa Equity Bank kwa facility hii. Ninawapongeza sana, na benki hii chimbuko lake ni hapa Afrika Mashariki. Si ndio jamani? Kwa hiyo Afrika Mashariki tunaweza. Na nitawatangazeni kila mahali. Na hata mimi binafsi labda nitafungua akaunti tu kwa unga mkoa kwa benki yoyote ambayo inashusha riba kwa ajili ya wakulima. Na nawahimiza Watanzania, kwa mwendo huu tuiangalie kama ni benki ambayo tunaweza tukafanya nayo biashara, tunaweza tukafungua, na mna matawi sehemu nyingi sana. Najua Tanzania Agricultural Development Bank wanatoa mikopo mpaka riba ya 9%. Na tulikuwa huko Morocco na mtendaji mkuu wa TADB. Tumeongea na benki ya kilimo ya Morocco. Wanasema ukiwekeza kwenye kilimo Morocco, riba ni chini ya 2%. Chini ya 2%. Matokeo yake, kilimo cha nyanya Morocco na kuprocess nyanya, wanaingiza fedha nyingi kwenye nyanya kuliko fedha Tanzania inaingiza kwenye korosho. Kwa hiyo ni swala la kupata fedha katika sekta ya kilimo ambazo zinaenda kwenye sekta binafsi. Ndio maana nakupongeza sana ndugu yangu Bank, naomba upeleke salamu zangu rasmi. Na wapongeza TADB kwa sababu wanafanya hivyo. TADB ni benki ya serikali. Sasa tunaweza tukawahimiza, lakini lazima tuwahimize kwa kuwapa fedha. Tunaweza tukawahimiza TADB waongeze bidii, lazima tuwahimize kwa kufanya nini? Tunaweza tukawalaumu kila mahali, TADB haipo, fedha zinatoka serikalini na wanahitaji kupata fedha, kwa hiyo lazima tutapambana waongezewe fedha ili kweli pale tunapohitaji tuwaone, na bado wanafanya kazi nzuri sana benki ya TADB. Kwa ndugu zetu wenye zana za kilimo, na moja kampuni inaitwa KANU ya Afrika Kusini, yule ndugu yetu tulikuwa, niliongea na wewe na naongea na wote, mnafanya biashara nzuri na tunapenda mtengeneze faida. Natoa wito mjaribu corporate social responsibility hapa na pale mnapoweza, na particularly naomba mfanye hivyo kwa ile taasisi inaitwa Sugeko, iko chuo kikuu cha Sokoine. Imekusanya vijana wako Mvomero, watalima pilipili, wana mkataba na kampuni Ulaya, watauza, watanunua. Kwa hiyo wana uhakika wa soko. Wanahitaji equipment za vunja pori, wanahitaji equipment za kufungua mabarabara. Sisi Wizara ya Kilimo tutawafadhili kwenye mabarabara. Sasa naomba na nyinyi wenye mashine, mtuonyesha mashine nzuri sana, mwekeni kitu kusema sasa hapa ni ile inaitwa corporate social responsibility. Nendeni kawasaidieni vijana wale, kawasaidieni kuvunja pori la kutosha. Wakifanya mwaka wa kwanza wakaingiza fedha, mwaka wa pili wakaingiza fedha, watatu tutawatawanya wale vijana, tunaleta vijana wapi? Vijana waone kilimo ni biashara. Kwa sababu mazao yote ni ya biashara. Watu wanalalamika zao la mahindi, hakuna masoko. Hawakulima kwa ajili ya kujikimu, wamelima kwa ajili ya biashara. Pilipili ni zao la biashara. Kila kitu cha biashara. Lakini vijana hawalimi kwa sababu ile ya kusema kama unataka mali utapata shambani, hawajaiona na hawajaona uwezekano huo. Lakini hii fursa wanayofanya Sugeko itaonyesha vijana wetu kweli, kama yule karudi baba mmoja kutoka safari ya mbali.
Kaviba wote mapaja na kutetemeka mwili. Watoto wakakaja ili kumtakali. Wakataka na kauli iwafae. Aliwaambia kama mnataka mali, sasa tusaidie SUGECO wanachofanya ili vijana wajue kweli kama unataka mali utapata shamba, lakini hasa vijana wetu kwa ajili ya kuongeza ajira. Vijana kila mbunge sasa hivi, kila simu, mtoto wangu amemaliza kazi, kila simu unayopokea. Ni kweli ni kilio kikubwa, lakini tusaidiane kufungua fursa, tusaidiane na SUGECO. Kwa hiyo KANU nitajaribu kuendelea kuwasiliana na nyie ili tuone kama hilo litakubalika, lakini wengine wote ambao nimeona hapo na wengine ambao nimeongea nao ningeomba tufanye hivyo. Hata mabenki, najua benki moja imewasaidia, imewatengenezea kapaki, wengine wote tuendelee tuwashike mkono. Hiki kitu kinaweza kusaidia sana vijana wetu wakapata ajira, wakatengeneza fedha. Nchi yetu imekuwa kweli nchi ya uchumi wa kati. Najua watu wengine ni kweli imekuwa nchi ya uchumi wa kati. Na hiyo ranking haikufanywa na serikali, imefanywa nje. Lakini tungependa wananchi wausikilizie huo uchumi wa kati mfukoni. Kwa hiyo mtu ambaye hata kazi ukimwambia anaona si kweli. Ni kweli. Kwa sababu hela GDP imeongezeka, unaigawa per capita, tumefika kile kiwango cha uchumi wa kati. Sasa sisi tunachohitaji hasa Wizara ya Kilimo ni vijana. Hasa kupitia vitu kama hivyo SUGECO, kilimo cha alizeti na vilimo vingine vyote, waisikilizie uchumi wa kati kwenye mfuko. Au vipi jamani? Baada ya kusema hayo ambayo kwa kweli hayajakuwa machache kama nilivyodhani, natoa tena shukrani nyingi sana kwa mkuu wetu wa mkoa. Mimi nakutakia kila laheri kwa juhudi unazofanya Dodoma. Wakuu wote wamekuwa naona wanachapa kazi, walifikia wito wa kusaidia kwenye swala la alizeti, lakini hapa ni makao makuu. Tumempata mkuu wa mkoa kijana, mchakarikaji, na yeye anachoona anataka kufanya, na kutakia kila laheri na tushikane mkono mpaka tufike. Na wenzetu wa Pass Trust, asanteni tena sana. Na Pass Leasing, asanteni sana.